hauna mpango kwamba labda na madeni nataka kuyalipa. Kwa hiyo umeingia tu mwaka umeanza, hauna mpango, unaendelea tu vile vile ulivyokuwa mwaka uliopita. Hello, habari, mimi naitwa Happy Msale, karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Kwenye channel hii tunaongelea mambo mbalimbali ya fedha, kuwekeza, kuweka akiba. Kwa kama hivi ni vitu ambavyo vinakufurahisha ama ungependa kujifunza zaidi, karibu ili tuendelee kujifunza pamoja. Leo nataka tuongelee njia 9 ambazo zinaweza kukufanya mwaka huu upoteze hela. Karibu. Njia ya kwanza ambayo inaweza kukufanya upoteze hela mwaka huu ni kwamba kutokuwa na mpango. Mwaka umeanza, hauna mpango hela yako, hauna mpango kwamba mwaka huu nataka niongeze kipato changu, hauna mpango kwamba labda na madeni nataka kuyalipa. Kwa hiyo umeingia tu mwaka umeanza, hauna mpango, unaendelea tu vile vile ulivyokuwa mwaka uliopita. Hii ni kama guarantee kwamba mwaka huu utapoteza hela nyingi, sababu usipokuwa na mpango hata ukipata hela zaidi hujapanga. Kwa hiyo unaweza tu kaitumia kwenye kitu chochote. Njia sahihi ni kwamba uwe na mipango kwamba nataka nifike hapa, ndani ya miaka 5 nataka nifike hapa, ndani ya miaka 10 nataka nifike hapa. Je, nifanye nini ili niweze nikafika pale ninapotaka kwenda? Kwa hiyo na njia nzuri zaidi ni kwamba uwe unapanga kwamba ndio ili nifike zile hatua 10 za miaka 10 inayokuja, mwaka huu nitafanya hivi na hivi. Na unakuwa unajiwekea malengo kwamba kila mwezi, kila wiki mbili nakaa chini naangalia malengo yangu ni haya, nimefikia wapi, kuna sehemu nilikosea, nifanye nini ili niweze nikarekebisha. Namna nyingine ambayo unaweza kupoteza hela mwaka huu ni kwamba kusema huu mwaka ulivyoanza naona kama hujaanza vizuri, hebu tusubirie mwaka 2026. Hiyo ni njia ambayo ina guarantee kabisa mwaka huu utapoteza hela. Unaweza kuwa na vitu vingi vya kufanya. Unaweza kuwa labda unasema na madeni mengi, lakini labda unaona kama madeni yanakuelemea, kwa hiyo unasema kwamba hapana, labda tutaanza kesho. Muda sahihi wa kuanza chochote unachotaka kufanya ilikuwa ni jana, lakini kama ukuanza jana, anza leo. Kwa hiyo usiseme kwamba unasubiria mpaka mwaka kesho, nasubiria mpaka mwezi ujao, nasubiria mpaka miezi 3 ijayo. Hapana. Muda sahihi wa kuanza chochote unachotaka kuanza ni leo. Anza sasa hivi, utajishukuru baadaye kwamba umeweza kufanya vitu vingi zaidi ambavyo ulitaka kufanya. Njia nyingine ambayo itakufanya upoteze hela ni kwamba unasema kwamba nitasubiria serikali nisaidie, nitasubiria kwamba kuna mtu mwingine atakuja kunisaidia. Hapana. Acha kuacha maisha yako kwamba watu wengine watakuja kuyafanya wewe bora zaidi. Hapana. Ukiendelea kutegemea watu wengine, utakuja tu wewe mwenyewe utaona kwamba vile vitu ambavyo ulitegemea wafanye hawatafanya. Kwa hiyo take charge of your own life, kwamba maisha yangu ni haya, mimi mwenyewe ndo nina uwezo wa kuyabadilisha. Kama ninaona kama siendi ninapotaka kwenda, mimi mwenyewe ndo nina ile nguvu na ile jitihada kwamba ninaweza nikayabadilisha. Kwa hiyo usisubirie mtu mwingine, usisubirie serikali kwamba serikali hii itanisaidia ama akija rais mwingine atanisaidia. Hapana, hiyo haitaka itokee. Wewe mwenyewe ndio unayeweza kuyabadilisha maisha yako. Kwa hiyo anza kuchukua zile hatua ambazo zitakusaidia ili uweze kubadilisha maisha yako. Njia nyingine ambayo itakufanya mwaka huu upoteze hela ni kwamba kuwa tu na sababu, kwamba unakuwa na make excuses, kwamba kitu kisipotokea ulivyotaka unasema kwamba ilikuwa ni mtu mwingine alitakiwa kufanya. Yaani wewe mwenyewe hauchukui ile nafsi kwamba kuangalia, je, ningefanya nini ili niweze nikarekebisha hichi kilichotokea. Kwa hiyo kuwa na ile kwamba unalalamikia watu wengine, kila saa unalalamika, unaona kwamba wale watu wengine ndio walitakiwa kufanya hichi kitu. Ukiwa hivyo lazima utapoteza hela na utakuta kwamba malengo yako ya hela hayatimii. Kwa hiyo kwa kizungu tunasema kwamba take charge of your own life. Haya ni maisha yako, wewe mwenyewe ndio unaweza ukafanya vile unavyotaka kuyafanya. Kama unataka yaende vizuri, wewe mwenyewe ndio una ile nguvu. Kama hutaki, unataka tu kukaa unasubiria msaada, wewe mwenyewe ndio unaweza kufanya. Kwa hiyo acha kuwa na visababu, kutokuwa na visababu ambao havina maana. Wewe mwenyewe ndio una ile nguvu. Kwa hiyo anza tu kupanga wewe mwenyewe kwamba labda jana nilikosea, sikufanya hivi, kesho nifanye nini ili niweze nikasonga mbele. Kitu kingine ambacho kitakufanya upoteze hela mwaka huu ni kwamba unakuwa unatumia mikopo ambayo sio muhimu. Hapo unataka kufanya kitu unatumia mkopo. Unataka kununua gari lipi unatumia mkopo. Unataka sio kufanya nini unatumia mkopo. Unataka kusafiri unatumia mkopo. Hivyo vitu vitakufanya utumie hela nyingi zaidi kuliko hata kama ungekuwa na hela yako ungetumia. Kwa hiyo ni vizuri zaidi uwe unapanga kwamba labda nataka kufanya hivi na hivi. Nataka nihame nyumba, nataka nijenge nyumba. Nataka labda nipange sehemu nyingine. Ili niweze nikafanya hivyo nitahitaji kuwa na kiasi fulani cha hela. Kwa hiyo mwenyewe unakuwa unapanga kwamba natakiwa nini na kiasi fulani cha hela nitafanya nini ili mimi mwenyewe niweze nikapata hiyo hela. Kuchukua mikopo mingi mara nyingi zitatufanya tupoteze hela na tukishindwa kulipa unakuta kwamba riba yake inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo ni vyema tuanze kufikiria kwamba sio lazima uchukue mkopo kwa kila kitu.
Hapana, mimi mwenyewe ninapokea hela kiasi gani, ninaweza nikafanya nini ili niweze tumia hela kwenye vile vitu ambavyo vina umuhimu zaidi kwangu. Kitu kingine ambacho kitakufanya upoteze hela ni kwamba unataka kila toleo jipya uwe nalo. Msimu ameshatoa toleo jipya na wewe mwenyewe lazima upate. Hicho umetumia toleo jipya, wewe mwenyewe unataka kununua. Mara nyingi sana unakuta hata matoleo sio kwamba kuna vitu vingi ambavyo vimefanyika. Lakini hii tabia kwamba lazima upate ile toleo jipya itakufanya kwamba unatumia hela nyingi zaidi kuliko ambao kuna umuhimu. Kwa hiyo kama ni simu, unaweza ukakaa na simu yako kwa miaka 3 4. Sio lazima kwamba kila mwaka una simu mpya, kwamba toleo lipya limetoka na uwe nayo. Hapana, hii itakufanya upoteze hela nyingi sana. Hela ambayo ungekuwa unaitumia kwa ajili ya vitu vingine ingekusaidia. Kwa hiyo kaa chini utafakari. Labda ulinunua simu mpya mwaka uliopita, sio lazima ununue mwaka huu. Labda ulikuwa na saa ya mazoezi mwaka uliopita, sio lazima kwamba mwaka huu umetoa toleo jipya na ukanunua. Namna nyingine ambayo utapoteza hela mwaka huu ni kwamba unasikiliza wale marafiki zako ambao hawana hela, ambao wanapoteza hela. Ni muhimu zaidi kwamba uwe makini watu ambao unasikiliza ushauri wako. Na wao uangalie, je, maisha yao yanaenda vile ambavyo ningetaka yangu aende. Tunasema kwamba you are the average of the 5 people you spend time with, the books you read, ama the things you watch on TV. Kwa wale watu ambao nakaa nao, angalia kwamba je, maisha ya hawa watu na mimi pia nataka maisha yangu yawe kama. Unavozidi kuendelea kukaa nao watu, hata yale mazao vitu ambavyo wanavifanya na wewe mwenyewe utaanza kuvifanya. Kwa hiyo lazima uanze kuwaza kwamba mimi nataka nifike hapa. Unasikiza ushauri kutoka kwa nani? Na siku hizi ndio unaweza kukaa ndio na watu, lakini kuna sehemu nyingi ambazo unaweza kupata ushauri. Kuna vitabu, kuna podcast, kuna radio, kuna YouTube. Kwa hiyo kuna sehemu nyingi ambazo unaweza kupata ushauri ambao ni mzuri zaidi kwako. Kwa hiyo sio lazima tu kwamba sababu nataka niwe kama huyu, kama hayuko hapo. Unaweza tu ukatafuta vitu alivyoandika, vitu alivyoongea, na ukaanza kujifunza mambo mawili matatu. Kwa hiyo usisikilize watu ambao wenyewe wanaonekana kwamba wanapoteza hela, maisha yao haendi kama unavyotaka yaende. Hapana, wewe tafuta watu ambao unaona kabisa maisha yao yanaenda kama unavyotaka maisha yako yaende, na utaona kwamba unafanikiwa. Namna nyingine ambayo utapoteza hela mwaka ni kwamba unakuwa unaishi maisha ya zamani. Yaani kwamba unakuwa unawaza kwamba mwaka jana nilifanya hivi, nilikosea hapa. Kwa hiyo unaendelea tu kuendelea kwamba unajiblame tu kwamba sikutakiwa kufanya hivi nikafanya hivi. Kwa lazima uwaze kwamba sawa, nilishafanya makosa haya na nataka nifike hapa, nifanye nini? Nirekebishe wapi? Kwa acha kuwaza kwamba vitu ulivyofanya huko nyuma umeshavifanya, vimeshatokea. Cha zaidi cha muhimu ni je, unafanya nini ili yale maisha yako mbeleni yawe mazuri zaidi kuliko huko ulikotoka. Na njia ya 9 na ya mwisho ambao itakugarantii kwamba utapoteza hela ni kwamba unatumia muda mwingi sana kuota badala ya kufanya kazi. Kwamba unakuwa na malengo haya, labda unatengeneza vision board, unakuwa unaweka kwamba nataka kufanya hivi na hivi. Unatumia muda mwingi zaidi kuota kuliko kufanya hiyo kazi ambayo inahitajika ili zile ndoto zako zitimie. Huu mwaka 2025 lazima tuwaze kwamba tunataka kuwa tunafanya action zaidi, tunafanya kazi zaidi. Yale malengo yetu ndio tumeshaandika, tuna malengo ndio tumeshayapanga, tunataka kufanya A, B na C. Lazima tutoke hapo tuanze kufanya kazi zaidi. Kwa hiyo tusikae tu kwa tunasema nataka nifike hapa, lakini hatufanyi kazi. Mwaka huu tufanye zaidi kazi ili malengo yetu yatimie. Haya ndio yote kwa leo. Haya ndio mawazo yangu ya mambo 9 ambayo naweza kufanya mwaka huu upoteze hela. Kwa ni mambo tu ya kuangalia kwamba usije kujikuta kwamba huu mwaka huu wa 2025 unakuwa kama tu ule wa 2024, unakuwa tu kama ule wa 2023. Hapana, lazima tuweze tukabadilika kwamba tuweze tukatimiza yale malengo yetu ambayo tunataka kuyatimiza. Haya ndio yote kwa leo. Kama una mawazo mengine, kama una mchango wote, unaweza kuongeza hapa chini kwenye comment section. Kama umefurahi video na haujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali subscribe. Tutaonana tena wiki ijayo. Kwaheri.